Twende kwa Ali Bakari. Ali Bakari, hem, tupe nini kinachoendelea hapa? Kwa kiwango kikubwa tumeweza kuzungumzia timu ya taifa ya Serengeti Boys kwa siku ya leo. Vipi uko mtaani? Tutataka tuone wao watu wamechukulia vipi Serengeti Boys kufika hatua ya fainali. Asante sana Filipo Cyprian. Kwanza nikushukuru, nikwambie tu ya kwamba sisi mimi hapa na mwenzangu Justin Bayo tumeamkia kituo cha daladala hichi cha Mwananchi hapa. Bila shaka mtazamaji wa kurasa za mwisho anaiona picha hiyo ya watu wakiwa wamedamka mapema wakisubiri usafiri hapa kwenda katika maeneo mbalimbali kutafuta riziki. Lakini nikwambie tu ya kwamba pembeni hapa ya kituo hichi cha daladala kuna kijiwe cha magazeti, na kijiwe hichi mapema leo hii watu wameamka kwa ajili ya kupitia magazeti, na haswa tutaangazia magazeti ya michezo. Umezungumzia Filipo Cyprian kuhusiana na Serengeti Boys. Hilo ndilo ambalo kiukweli tumelikuta wengi hapa wakilizungumzia. Hawa wote unaowaona hapa wanafahamu kile ambacho wamekifanya Serengeti Boys kule Morocco, ya kwamba imetinga fainali ya under 17 na sasa wanaisubiri tu Senegali wainyoshe mambo yaende sawa kabisa. Lakini sio hivyo tu, imetinga imefuzu kuingia katika fainali zile za kombe la dunia under 17 ambazo zitafanyika baadaye hapo kule Qatar. Bwana, salama ndugu zangu? Salama salama. Tupo vizuri ndugu zangu? Vizuri, tupo vizuri. Mmefurahishwa na Serengeti Boys? Tumefurahishwa sana. Mbona sauti kama hazitoki? Hebu tuanze na Sheikh hapa. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam sheikh wangu. Unaitwa nani ndugu yangu? Mimi naitwa Bwana Pazi. Bwana Pazi. Naam naam. Mtu wa pwani wewe? Mimi mzalamu kabisa mimi. Bwana, wewe kwanza umepokeaje jambo hili la Serengeti Boys kutinga finali ya sana? Nimepokea vizuri sana. Vijana wametotoa kimasomaso kwa kweli. Na tungependa kama ingewezekana serikali ingeliona jambo hilo, wale vijana wangefanya moja kwa moja, wale wanashirika wale vijana, kwa sababu sisi wasije tutaji wazee, tunataka vijana sisi. Unahitaji vijana? Wafanye kazi vijana. Kumekuwa na hamasa sasa zimeanza baada ya Serengeti Boys kutinga finali maeneo mbalimbali. Unahisi hizi hamasa zinaweza zikawatoa mchezoni Serengeti Boys kuelekea katika mchezo wao wa finali ambao utachezwa tarehe 2 mwezi Juni? Hapana, vijana wao wanachofanya wakifika uwanjani wanafanya kazi yao ili wapeleke uwanjani, na hicho ndio walichomezeshwa na makocha wao au na viongozi wao na benchi la ufundi. Kwa hiyo zile si hamasa, si nani kaongezwa, si hizo vitu vingine, lakini wao wamesema wako kwa ajili ya kazi. Wao kwa ajili ya kazi wanafanya kazi. Tumeingia finali na tutakutana na Senegal sasa. Una wasiwasi yoyote na Senegal ambayo imemtoa mwenyeji Morocco pale kutinga finali? Senegal wako vizuri, ila na sisi cha msingi ni kumwomba Mungu. Wao wanamuomba Mwenyezi Mungu na sisi tumuombe Mwenyezi Mungu atufanyie mepesi jambo letu na sisi mambo yaweze kuendelea. Wao wana Mungu na sisi tuna Mungu. Sisi tuna Mungu vile vile. Senegal wana Mungu wana mpira, lakini na sisi tumshtakia Allah tu mambo yetu yaweze kufanya tufanye timu yetu. Nashukuru sana Bwana Pazi. Asante sana. Bwana, salama ndugu? Salama salama. Upo vizuri kabisa? Niko vizuri. Jambo hili la Serengeti Boys kutinga finali, wewe umelipokeaje kama Mtanzania? Mimi nimelipokea vizuri, wamefanya kitu kizuri, kitu chema. Ndio tunachotaka iwe hivyo kwa timu zetu. Sasa kwenye mchezo wa finali tarehe 2, unautazamaje mchezo? Mchezo huu, hii kombe tunabeba, tunalichukua. Maana wale ni vijana, timu changa ile, damu changa. Hebu paza sauti, tunafanyaje ile kombe? Tunalibeba, tunalichukua. Linarudi nyumbani? Linakuja nyumbani. Bwana wewe. Damu changa ile. Hebu ongea kwa sauti ya juu watu wajue. Damu changa ile. Kwamba hili linakuja nyumbani. Linakuja nyumbani. Linakuja nyumbani. Bwana, mambo vipi ndugu yangu? Bwana, mambo poa. Ni kweli linakuja nyumbani? Kombe linakuja kabisa na mpira utatembea. Au si mzee wangu? Kabisa. Hebu akumbushe jina lako, unaitwa nani? Naitwa Fredrick. Umefurahishwa na Serengeti Boys kutinga finali? Nimefurahishwa. Vijana wanajituma na kwa kifupi wanacheza mpira mzuri kabisa. Sawa. Wewe unaonekana kama Serengeti Boys wewe, ni kweli? Mimi hapa ni mtu ajitegemee, secondary school. Una umri gani wewe? Mimi na umri wa miaka 15. 15? Yaani wewe under 17, si ndio bwana? Ndio. Kwanza kitendo cha vijana wenzako kufanya hivyo katika finali za AFCON under 17, wewe umelipokeaje? Mimi nimepokea vizuri tu. Kwanza sijitambulisha kumbe. Jina langu naitwa Hassan Suleiman Milambo, naishi Tabata Mwananchi. Na soma Jitegemee Secondary School, niko kidato. Sawa, tuambie kuhusiana na Serengeti Boys. Umesikia wametinga finali, umefurahishwa? Ndio. Na jitahidi. Unawaambia nini vijana wenzako?
Vijana zangu wajitahidi tu, wapambane, walete kombe bwana, maana Na wewe unacheza mpira? Nacheza. Unautwanga? Unautwanga mpira kweli? Ndio, mimi beki namba 4. Beki Namba 4. Unamwambia nini beki wa Serengeti Boys katika mchezo wa finali, afanye nini? Azoe bwana. Azuie? Sawa. Philipo Cyprian na watazamaji wa kurasa za mwisho, hawa ni Watanzania ambao kwa kiasi kikubwa wana matumaini makubwa. Hebu ndugu yangu, neno moja bwana. Mwenyeji wetu yupo hapa. Bwana kwema kwanza. Kwema. Hebu akumbushe jina lako, unaitwa nani? Mimi naitwa Amini Mwanyula. Umepokeaje Serengeti Boys kutinga finali? Leo nimefurahi sana. Yaani umekoshwa? Nimekoshwa. Kwanza wa vijana ndo wanatakiwa waendelezwe. Yaani mimi nachoomba mama yetu, Mama Rais Samia Suluhu Hassan, hawa sasa ndo vijana wa kuwashika. Hawa ndo vijana wa kuwaendeleza. Yaani tukitaka soka liendelee, vipaji ndo hivi tumeviona na viendelezwe. Wafanyie kazi, waviendeleze, hivi ndo vipaji sasa vya mpira. Kwa sababu vijana wameonyesha kwamba njia ndo hii ya kupita, na sisi sasa ndio tuwashike hawa vijana waendelezwe. Umeshanelewa? Wamefika mbali wale. Kama ndo hela sasa pale ndo iweko. Unajua mpira sasa hivi ni pesa, uwekezaji. Kwa hiyo wale wakiwekezwa, mimi nadhani Tanzania miaka 10 ijayo tutakuwa tupo mbali sana. Kwa hiyo watu wengi unajua ukiangalia mitandaoni, nimeona jana paka nimeangalia kwenye mtandao paka Arsene Wenger. Umeshaona? Kapongeza hiki kitu yani kilichofanywa na Serengeti Boys. Wameenda finali za kombe la dunia, wamefika finali ya AFCON. Kwa hiyo hivi tuviendeleze. Unajua sisi tunashindwa kuendeleza vitu. Hivi tusese siasa kwenye mpira. Mpira ndio tumeshauona. Wameonyesha wa vijana, tusete siasa hasa hapa ndo tuwashike tuwaendeleze. Zile hela zilikuwa zinawekezwa kwenye Simba, Yanga, zile hela. Hapa sasa ndo natakuwa ziwekwe. Hebu rudia tena kwanza. Zile hela zilikuwa zinawekwa kwenye Simba na Yanga. Hapa ndo natakuwa ziwekwe sasa hizi hela. Ziwekwe kwenye timu. Yaani baadaye tupate manufaa. Unajua mpira so vitu vya kuna nani tu. Mpira ni unatakuwa ndo kama hivi. Mpira una njia zake. Ndio una njia zake ndo kama hii imeonyeshwa na vijana. Umeshaelewa? Sio tunaweka hela sio Simba, Yanga. Wanakuja wakina Pakome, sio akina nani, wanakuja hapa wanapata hela, wanaondoka, wanapata hela, wanaondoka. Wale tayari nchi zao zisha. Umeshaelewa? Sisi vijana wetu ndo hawa. Kwa hiyo ile miela sasa ilikuwa inawekwa ile miela. Iwekwe hapa sasa. Tuone wa vijana wanatufikisha wapi. Sawa. Bwana ile mihela ile sasa iende kwa under 17. Ndugu yangu ndo anasema hivi. Au sio bwana? Ile miela ilikuwa na mama, ile miela, mifuko ya miela. Tunamuona yule nani yule bwana Msigwa anakuja na mifuko ya miela. Ndio iwekwe sasa. Umeeleweka vizuri. Philipo Cyprian na Watanzania kwa ujumla, bila shaka ujumbe umesikika kutoka kwa ndugu yetu ambaye ndo mwenyeji wa kijiwe hichi cha magazeti. Nirejeshe matangazo kwako Philipo Cyprian. Mimi na mwenzangu Justin Bayo pamoja na dereva wetu Hassan baba yangu tunamaliza hivyo kutokea hapa Mwananchi.